William Ruto amewarai viongozi humu nchini kujitahidi kufanikisha yale walioahidi wananchi, hasa wakati huu taifa linaelekea katika uchaguzi mkuu mwaka ujao, kwa kuwa viongozi watachaguliwa kulingana na walioyafanya. Akizungumza wakati wa kongamano la kitaifa la wanawake wa kanisa la ABC, Rais amewakashifu viongozi anaodai wanaeneza siasa za chuki na migawanyiko, akisisitiza kuwa serikali yake itaendelea kuhakikisha maendeleo yanawafikia wananchi wote kwa usawa. Taifa linapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Ninyi nawauliza, mmejipanga mambo ya mwaka ujao? Mmejipanga vizuri? Rais William Ruto amewataka viongozi kuendelea kujitahidi kufanikisha walioahidi wananchi, kwa kuwa kila kiongozi atajitetea katika uchaguzi huo mkuu kulingana na yale aliyofanikisha kwa wananchi. Kiongozi anapimwa kwa ile kazi anafanya. Kiongozi apimwi kwa porojo, maneno, matusi, mambo ya chuki ama ukabila. Kila kiongozi anapimwa na kazi amefanya. Na wauliza viongozi wote, kila mtu afanye bidii, ndio wakati ukifika hawa wananchi watajua ni nani amefanya kazi, ni nani wa matusi. Rais akisisitiza kuwa serikali yake itaendelea kuwahudumia wananchi wote kwa usawa, huku akiwakosoa viongozi anaodai wanaeneza siasa za chuki na migawanyiko. Wale ambao wanagawanya Wakenya, ati hawa ni cousins, wale ni wasaliti, wale ni maadui, wao hawana nafasi katika Kenya hii. Kenya hii inahitaji umoja. Wakenya wote ni ndugu moja. Sisi wote tunafaa mbele ya Mungu. Rais amefanya kazi, tusikubali kubadilishiwa. Niwaulize wanawake wetu, ukipewa amani na upewe vita, utachagua amani ama utachagua vita? Ukipewa maendeleo na porojo, utachagua maendeleo ama utachagua porojo? Basi maendeleo ni Rais William Ruto. Viongozi walioandamana na rais wakishabikia utendakazi wa serikali yake, hasa kupitia mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, ujenzi wa masoko na barabara, wakiwataka wananchi kumunga mkono katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Pale University ya Machakos umetupatia dormitory, inaitwa University Accommodation Institute Accommodation ya 2,450 students, na tunashukuru sana. Tena umetupatia affordable housing. We are not going to elect leaders whose houses are close to ours. We are going to elect leaders who have a purpose for this country and who have a plan for this country, and that's why we are saying we are going to stand with you. Haya yalijitokeza wakati wa kongamano la kitaifa la wanawake wa imani wa kanisa la ABC, lililowaleta pamoja wanawake wa kanisa hilo kutoka humu nchini na mataifa mbalimbali yakiwemo Uganda, Tanzania na Rwanda. James Mwangi, Undugu TV.